kama Peter yuko hapa. Peter, ujambo? Ya, jambo Dr. Shikamoo. Marhaba baba, pole sana. Naambiwa na Asante. wewe uko Songea, ni kweli? Mimi niko Songea tangu Jumatatu na Okay. nilikuwa na kesi leo kwenye mahakama ya hakimu mkazi Songea. Kwa hiyo nilikuwa nawasubiri kesho, kama mkutano ungekuwepo basi tungeweza Unapostahili, lakini kukutana huwezi hapo kwenye kusema kwamba eneo Lissu la, ni sababu ya kwa kina sababu Rostam. huo Ni msafara amri ya nilitoa taarifa tangu serikali. ukiwa njiani huko, tangu Mbamba Bay na hata walipokuwa Mbinga. Baadhi ya wajumbe kwenye msafara huo akina Patrick Sosopi, akina Shija Shibeshi ambaye naye amekamatwa, walikuwa wananiambia ni wasubiri kwa ajili ya kuungana kesho kwenye mkutano. Kwa hiyo kwa sababu hukuwepo mwanzoni wakati chumba kinafunguliwa, nilikuwa nimetoa wito wa haraka sana kwa kurugenzi ya sheria kuweza kuhakikisha inafanya uratibu wa mawakili wote wa chama popote pale walipo, sio kwa ajili tu ya swala hili la Tundu Lissu, lakini pia kwa ajili ya mtu yeyote ambaye anaunga mkono jitihada na harakati za Chadema. Atakapopata shida yoyote katikati ya hizi harakati, basi chama kiwe tayari wakati wote kutoa msaada wa kisheria, kwa sababu kama tayari mtu anakamatwa, manake ndio mchakato wa kisheria unatakiwa kuanzia hapo. Haki zake za msingi anapokuwa chini ya polisi, haki ya kuwasiliana na mawakili, haki ya kuwasiliana na ndugu, na mahitaji mengine ya kibinadamu, chakula, kama anaumwa, madawa. Lissu kwa mfano tunajua anatumia madawa, anapataje hizo huduma, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kupitia jukwaa hili nikawa nimetoa angalizo au wito kwa kurugenzi ya sheria na hasa pia mwanasheria mkuu wa chama. Ni wakati sahihi sana, na nadhani tutakuwa tumechelewa, lakini ni wakati sahihi kuhakikisha kwamba kunafanyika uratibu wa kuwatambua wanasheria wote walipo popote pale, kwa sababu unazungumzia Peter Madereka, unazungumzia Peter Kibatala, tuko hapa ndiyo Songea, lakini hatuwezi kujigawa kwa uchache wetu kila sehemu, ila naamini kila eneo kutakuwa kuna wanasheria wapo wanaotuunga mkono. Kwa hiyo swala linalohitajika hapa ni uratibu tu, kwa sababu hapa tutaongea mambo mengi sana, lakini kinachotukutanisha kwenye jukwaa hili kwa sasa hivi ni hili la kukamatwa kwa Mheshimiwa Tundu Lissu. Manake hapa ni mikakati ya kisheria ndio inayohitajika zaidi. Nini kifanyike? Tunajipangaje? Nani wajibu wake uwe ni upi? Kama mpaka labda asubuhi au usiku huu wanampeleka wapi? Of course practically sijui kama watamwachia saizi, lakini basi tuhakikishe asubuhi tunakuwa tumeshakuwa na mkakati, kama ni kina nani wanakwenda kusimamia kufuatilia mwenendo wake kule ukoje na hatua zingine za kisheria mahakamani. Kwa hiyo nitaka tu ni kuupdate hayo Dr. Slaa, ili uweze pia kuwa nayo kama sehemu ya mipango ambayo inapaswa kufikiriwa wakati ambapo tunahangaika kuhakikisha kwamba Lissu anapata haki zake na pengine baadaye kuachiwa au kufikishwa mahakamani, vyovyote vile itakavyokuwa. Asante sana. Nakushukuru sana sana, nakushukuru sana sana Peter. Mimi nadhani hoja unayotoa ni hoja ya msingi. Tuangalie swala hili la leo la Tundu Lissu, lakini tuangalie vile vile katika wiki 2-3 zijazo zinazokuja. Nadhani hii pattern itaendelea kwa sababu sisi tunamaliza ziara hii kimsingi tunamaliza tarehe 11 kwa sababu timu nzima inamaliza tarehe 10 kesho, lakini sisi tuna kiela kwa sababu ya majukumu ambayo tulikuwa hatujayakamilisha mara ya mwisho. Kwa hiyo baada ya hapa tunarudi Dar es Salaam. Kutakuwa na mkutano wa TCD, lakini hapa katikati nadhani wenzetu wameshashtuka, wanajipanga, kwa sababu tulichokiona jana Tunduru ni kitu ambacho kwa kila mahali tunasikia kwamba wamejimobilize kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo bila kuwa na timu ya wanasheria kila mahali, jambo ambalo sasa si kwa ajili ya wiki hii wala wiki 2 zijazo, nadhani sasa kwa nchi nzima, kwa kila mahali ambapo shughuli zitaenda, ni lazima timu yetu iwe tayari
kwa chochote kile ambacho kitatokea, na matukio haya zaidi yanahitaji masuala ya kisheria. Kwa hiyo hoja yako ulioileta nafikiri ni ya kweli, na mimi kwa sababu sasa hivi tunaingia kwenye kikao kidogo hapa na makamu mwenyekiti, nadhani tutaijadili hapa, na ni lazima tuombe idara ya sheria na hasa mwanasheria mkuu wa chama ajipange, kwa sababu kazi inayotakiwa sasa zaidi ni ya kisheria. Kwa hiyo nakubaliana kabisa, Peter, hoja hiyo ni nzito sana. Asante sana. Kama kuna hoja nyingine labda kwa dakika moja. Tunaomba uifikishe hii hoja ya Peter Madaraka ya kaka yetu please. Tunaomba uifikishe kwenye hicho kikao kinachoendelea sasa hivi. Kaka Peter, wewe unataka kuongea? Sitaki tena. Nimekuja, tumefanya mkutano wa amani. Hebu nisikilize basi. Nisikilize basi. Tumefanya mkutano wa amani hapa. Tumefanya mkutano wa amani. Tumemaliza kwa amani. Sasa mimi nafahamu michezo ya jeshi la polisi na ya CCM wanaowatuma. Mimi hapa naelewana. Sasa amesema nisiingie kwenye gari. Nisiingie kwenye gari. Amna. Si tunakatazwa kuingia kwenye gari? Atalala hapa. Shida iko wapi? Shida iko wapi? Kalala. Tusichezeane. 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 Sitaki tena. Nimekuja, tumefanya mkutano wa amani. Hebu nisikilize basi. Nisikilize basi. Tumefanya mkutano wa amani hapa. Tumefanya mkutano wa amani. Tumemaliza kwa amani. Sasa mimi nafahamu michezo ya jeshi la polisi na ya CCM wanaowatuma. Mimi hapa naelewana. Sasa amesema nisiingie kwenye gari.